Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, igtanim khamsan qabla khamsin, faidika na mambo matano kabla ya mambo matano hayajakukuta. Shababaka qabla haramika, faidika na ujana wako kabla ya uzee kukukuta. Ndugu yangu katika imani, unapokuwa kijana ni umri ambao unatakiwa ujitumishe, unatakiwa ufanyie kazi katika kufanya ibada mbalimbali, katika kufanya amali mbalimbali. Kwa sababu gani? Wakati huu wa ujana una thamani kubwa kwako na amama Allah. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika wale watu 7 ambao Allah atawaweka chini ya kivuli chake, yauma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah. Washabu alladhi nashaa fi ibadati Allah, na kijana ambaye amekulia katika mazingira ya kufanya ibada. Ndio maana nikasema kijana ana nafasi kubwa ya kuipata pepo ya Allah jalla fi'ala. Hata katika maisha ya dunia, ule ujana wako unatakiwa uutumie kiasi cha kwamba unatengeneza maisha yako ya uzeeni, ili wakati umekuja kuzeeka, watu wanahangaika, wanateseka, wewe unafaidika na zile nguvu ambazo uliziwekeza kwa ajili ya uzee wako. Na ndio maana watu wenye hekima wanasema nini? Usipousumbua ujana wako, kumbuka kuja kuteseka uzeeni mwako. Ikiwa katika ujana haushughuliki, hauhangaiki, haujitumi, sio katika ibada, sio katika mambo ya kidunia, basi subiri wakati ule matokeo yake yatakuja kukupata, ima wakati wa uzeeni ama wakati ule yaumul qiyamati umepoteza ujana wako wote katika kumuasi Allah jalla fi'ala. Na ndio maana Mtume akasema, shababaka qabla haramika, ni ujana wako unatakiwa ufanyie kazi kabla ya kuzeeka kwako. Kisha Mtume akasema, wasihataka qabla saqamika, na afya yako ifanyie kazi kabla haujakuwa mgonjwa, kabla haujakuwa na maradhi. Isifikie mahala wakati una afya ndio unatumia silaha ya kumuasia Allah jalla fi'ala. Wakati ule umekuja maradhi yamekuweka kitandani, hauwezi kuinua mguu, hauwezi kuinua mkono, ndio hapo unamkumbuka Allah jalla fi'ala. Itakuwa umechelewa ndugu yangu katika imani. Ifanyie kazi afya yako kabla ya maradhi yako. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa ghinaka qabla fakrika, na utajiri wako ufanyie kazi kabla haujakuwa fukara, kabla haujakuwa maskini. Wakati huu Allah jalla fi'ala amekupa uwezo wa kifedha, amekupa uwezo wa kimali. Itumie mali hii kwa kuwekeza amama Allah, kwa kuyafanya mazuri kwa kupitia mali uliyopewa na Allah. Hata ile siku unakuja unakuwa fukara, hauna huzuni kwenye moyo wako. Kwa sababu gani? Wakati ulipokuwa na mali uliitumia katika njia ya Allah jalla fi'ala. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa faraghaka kabla shughlika, na wakati wako, nafasi yako itumie kabla haujashughulishwa. Ndugu yangu katika imani, wakati huu una nafasi, huu wakati utumie kwa ajili ya Allah. Usisubiri mpaka umekosa nafasi ile ndio unakaa unasema wallahi natamani angalau kama huu ujana warudi siku
mmoja angalau niufanyie kazi ujana wangu kwa ajili ya Allah jalla fi'ala. Tumia nafasi hii kabla haujafikwa na shughuli mbalimbali. Kisha Mtume akamaliza, wa hayataka kabla mautika, na uhai wako ufanyie kazi kabla mauti hayaja kukuta. Leo kila ukilala ukiamka unajikuta una afya njema, basi unaona maisha yanakwenda tu, ndiyo maisha ya kila siku. Lakini ushakaa ndugu yangu katika imani, ukajenga imani ya kwamba kama ninavyolala nikaamka nikaingiliwa na asubuhi, nikaingiliwa na jioni, wewe ndugu yangu katika imani haujiulizi huenda yauman minal ayami, siku umelala na ndiyo kimoja watu wanakuamsha ni wajuzi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na wala usidanganyike ndugu yangu katika imani kwamba mauti huwa yanampata yule ambaye ni mzee au yule ambaye kwamba ni mgonjwa. Baadhi ya watu wanakasumba na imani potofu kama hii ya kwamba mimi maziltu shaban, bado ni kijana, ana qawiyun, bado na nguvu zangu, mauti kwa sasa sio rafiki na mimi siwezi kufa kwa sasa. Lakini ana imani ya kwamba yule mzee aliyezeeka ambaye kichwa chake kimejaa mvi, anajua huyu wakati wowote atakufa. Ni vijana wangapi ambao wamekufa wamewaacha wazee mpaka leo? Na ni wagonjwa wangapi ambao walipata afya, wale waliowauguza kipindi cha ugonjwa ndio ambao wamekuja kuzikwa wakiwa na afya zao. Sio lazima uumwe shekhe ndio ufe. Ni wangapi wanatembea tu barabarani hana hata habari, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, gari inakosa mwelekeo inampanda, anaondoka duniani akiwa na afya yake. Leo ni wangapi mtu amekula ameshiba, baada salati al-isha anaagana na familia yake na watoto wake, anapanda kwenye kitanda chake, asubuhi anaamshwa liajili salati al-fajri, wala hemi wala hainui mkono wala mguu, tayari amekwisha kufa zamani. Leo unakaa bado tu unadanganyika na uhai uliokuwa nao na afya na nguvu ulizokuwa nazo, ukisema hautokufa leo wala kesho. Fahamu ndugu yangu katika imani, uhai uliopewa ni nafasi kubwa umepewa na ni neema aliyokupa Allah jalla fi'ala. Fanyia kazi uhai wako. Hadithi imepokewa na Imamu al-Hakim kwa nambari 7846. Sheikh Albani ameisahihisha fi Sahih al-Jami, utaipata kwa nambari 1077.